kupata ubingwa wa 5, ubingwa ambao wameupata katika mazingira magumu. Katika hizi bingwa 4 au 5 zote, ubingwa ambao Yanga wataushangilia kwa nguvu na kwa furaha kubwa ni huu, kwa sababu haikuwa rahisi. Ilikuwa ni kitu ambacho pengine watu wangetamani kisiwezekana, lakini kimeweza kuwezekana. Kwa hiyo binafsi nafikiri kwamba anakwenda kuwa shujaa, kwa sababu ameweza kuumia akivuja jasho katika mechi ambayo timu yake ilikuwa inapambana kuweza kuchukua ubingwa wa 5, ambao kwa Yanga itakuwa ni mara ya pili mfululizo tokea nafikiri ilikuwa ni mwaka 66 67 kama sikosei, mpaka mwaka 72, lakini tena wamechukua tena hii mwaka 2022 mpaka saa hizi na kuweza kurejea hiyo rekodi. Kwa hiyo wanaongeza moja. Simba naye ashachukuaga mara moja, lakini Yanga anakuwa anachukua mara 2. Kwa hiyo makombe 32 kwa makombe 22, tofauti ya makombe 10. Kwa hiyo nafikiri kwa utofauti huo mongo mmoja, hakuna tena kusema kwamba kuna ushindani kati ya Simba na Yanga. Yanga wanatakiwa wapewe heshima yao ya tofauti, yani wapewe privilege ya tofauti. Hata katika weight zile, uweze leo kusema una rank Yanga na Simba katika weight moja, hata kwa maana ya sponsors katika mikataba inakuwa sio kweli. Simba saizi hawa deserve kulinganishwa na Yanga, kwa sababu utofauti wa makombe 10 ni mkubwa sana. Kwa hiyo sema kwamba Yanga yuko kwenye daraja la peke yake. Ni kama unavyozungumzia Afrika, unazungumzia Ahli katika mchezo wa klabu bingwa, wale wana level yao, wana daraja lao. Katika ligi Tanzania, Yanga hana timu ambayo anashindana nayo. Yanga anashindana yeye mwenyewe, kwa sababu utofauti wa mataji 10 ni kitu ambacho si cha kawaida. Maana yake amedominate, akadominate na akadominate tena. Kwa hiyo from today ningependa kutoa rai hata kwa sponsors na wengine wanapokuwa wanazungumza kibiashara, brandi pekee ambayo inaongoza mpira wa Tanzania ni klabu ya Yanga. Utakuwa ni shahidi katika leo hii palikuwa pana mechi 2. Mechi ya Simba na mechi dhidi ya KMC na mechi ya Yanga. Lakini macho ya watu wengi na masikio ya watu wengi yalikuwa kwenye mechi ya Yanga. Na sio hapa tu, mechi zote zile 3 za mwisho watu wanakuwa wakiangalia Yanga. Ndio timu pekee ambayo inauza brandi ya ligi. Na ndio maana ukiangalia katika mazingira yote tunayozungumza, imezungumzika vibaya, imeonekana si timu bora, imekosolewa sana. Kile unapozungumza hapa inakwenda kumaliza ligi ikiwa ina alama 75, ikiwa imetengeneza goal difference ya tofauti ya magoli 20 na anayefuata. Magoli mangapi? Magoli 20 kama sio 19 kama sikosei. Ni magoli mengi, lakini ndio timu ambayo imefungwa magoli machache. Kwa hiyo na hapa tunazungumza kwamba hawapo katika ubora. Yaani tunazungumza Yanga ampata ubingwa katika mazingira magumu, lakini anapata ubingwa katika mazingira magumu. Ona hiyo tofauti iliyopo sasa ya hizo takwimu ambazo tunazungumzia hapa. Kwa hiyo maana yake Simba, Azam na timu nyingine zote zipo kwenye kundi hili. Kuna Yanga mmoja, alafu kuna timu nyingine zote. Hii kauli ya Simba na Yanga mimi naifuta rasmi leo. Kuna Yanga mmoja, alafu kuna timu nyingine zote. Yaani kuna Yanga iko peke yake, alafu kuna timu nyingine. Yale mambo ya Simba na Yanga ilikuwa ni kauli ambayo tuliweza kuzitamka, lakini hazina uhalisia, azimechi hazina huo uhalisia. Sasa chifu, kwanza unajua chifu, hatujafanya kipindi kwa muda mrefu. Itabidi kesho kwenye room number 17 kuna mengi ya kwenda kuyakagua. Tunaenda kuikagua ligi nzima. Lakini sasa unajua uwanja wa KMC napo kulikuwa kuna mechi inaendelea, si ndio? Simba alikuwa naye yupo mzigoni, na niliona yameandaliwa mapambo ya kwamba ubingwa ukitua hapa, yani ukicholopoka kwamba helikopta itashuka hapa, si ndio? Na jukwaa nini tayari lipo hapa, si ndio? Kabisa. Ubingwa umeenda Isamuyo ambapo yupo Young Africans. Hapa nataka sikuulizi swali la kiufundi. Nataka utuambie sasa zile mbao zilizoandaliwa kwa ajili ya kutengeneza majukwaa, si ndio? Mafuta yaliyochomwa kuizungusha helikopta. Pengine unalipe ambalo ungeweza kushauri, kwa sababu ni kama nchi nzima tulikuwa tunatambua kwamba ubingwa bila shaka ungesalia kwa Young Africans. Sasa kwa nini kumekuwa kuna gharama za kununua 2x2 zile mbao?
Hapa nikwambia kitu kimoja. Unajua? Ndio. Kinachotusumbua ndio nilikuwa nakwambia hapa. Ile ya Simba na Yanga. Kuna wakati kuna vitu vinafanyika kutaka kuridhisha watu waone kwamba na wenyewe umetendewa haki. Unaelewa? Hata hao ambao walikuwa wanashangilia kuumia kwa Pacome, nao kuna wakati lazima uweze kuwatendea haki. Ni binadamu, wana haki za msingi. Lakini uhalisia, akili na masikio yote yalikuwa yako Isamuhyo. Na kombe lilikuwa linaelekea Isamuhyo. Ile kwa sababu kwa maana hata Simba wenyewe walikuwa wanaangalia mechi ya Yanga. Unaona? Kwa sababu palikuwa pana chance, pana room kidogo ya kimahesabu na ya kikanuni. Ilikuwa uwezi ukafua goli ukaacha kabisa kuangalia upande na upande wa Simba. Kwa sababu sio kitu rahisi Yanga aweze kwenda kufungwa na JKT. Sawa? Katika mechi ambayo mashabiki wa Yanga, viongozi wa Yanga wote walitolea macho. Kama mwenyewe Simba alishindwa kuifunga Yanga, unafikiria patakuwa pana pitina gani nyingine itafanyika ya timu nyingine kama yeye mwenyewe ameshindwa? Kama yeye amekaa misimu karibia 6, 7, size 8 hajapata ushindi dhidi ya Yanga kwenye mechi ya NBC. Timu nyingine ipi ambayo itakuwa na huo uwezo? Ndio nikasema kwamba ilikuwa tu ni katika kukamilisha taratibu za kiutendaji. Kuangalia wakati wote kombe lilikuwa linakwenda Jangwani na ndio lilikuwa linastahili kwenda Jangwani kwa sababu ni timu ambayo hata ikiwa haipo katika ubora bado inaweza kuchukua ubingwa. Ili Simba aweze kuwa bingwa anatakiwa awe na ubora mkubwa sana, alafu Yanga awe mpotea kabisa. Lakini Yanga anahitaji ubora wa kawaida tu ili kuweza kuchukua ubingwa. Leo tunazungumzia hapa, leo nilikuwa na asubuhi na sasa kipindi kimoja cha michezo cha vijana wangu fulani walikuwa wanazungumza na wakawa wanajaribu kuzungumza nyota ambao pengine wanafikiri wanaweza wakawa ni MVP wa msimu, mchezaji bora wa msimu. Wakawa wakasema kwa kuna beki Lucien Delo kwa mawazo yao, wakasema pia Diarra, wakasema pia na Faisal. Unaelewa? Sasa ndio nakwambia kwamba jinsi gani ambavyo watu wanapambana kutaka kuififisha Yanga. Sasa unamweka pale Dilo kwa sababu gani? Unaelewa? Yaani beki bora, yaani mchezaji bora wa msimu au Lucien Delo. Wakati hujamtaja beki yoyote wa Yanga. Unaelewa? Unapozungumzia mchezaji bora unazungumzia ni yule ambaye amesaidia sawa kuipa timu mafanikio. Ameonyesha kiwango kizuri na timu ikafanikiwa. Kiwango kizuri sio kupiga chenga. Ni ule umahiri wako ambao unakwenda kufanya timu ipate kitu fulani. Unaelewa? Leo hii Yanga wanakwenda kutoa golikipa bora. Kwa bwana Diarra. Alichukua hata kama mechi ya leo hii kutokana zile na kilicho ambazo ziko nazo. Lakini Yanga ndio timu ambayo ina safu ngumu ya ulinzi ambayo imeruhusu magoli machache. Na hiyo safu ya ulinzi ndio ina walinzi wakina Mwamnyeto, wakina Baka na wakina Asinki. Alafu na hao wote uone kama kuna beki ambaye anastahili, unakwenda kwa beki ambaye timu yake imezidiwa, imefungwa magoli mengi kuliko bingwa na kipa wake hajakuwa golikipa bora. Kwa hiyo utagundua kwamba ni siku zote Yanga imekuwa ni timu ya kushindanishiwa. Yaani Yanga ndio tunasema SI unit. Yanga ndio TBS. Sawa? Yanga ndio ISO. Imekaa hapa ni International Standard Organization kwa ajili ya kupima viwango. Kwa hiyo anayekuja yoyote ili aweze kuwa bora lazima alinganishiwe pale. Unanifahamu sio? Kwa hiyo na nzuri na siku zote unaona kwamba kitu ambacho kipo bora ndio kinakuwa kinapigwa mawe sana. Kwa hiyo niseme tu kwamba hii ni timu ambayo kwa Tanzania imeshindikanika. Na kama Yanga ameshindwa, yaani kama Simba imeshindwa kuchukua ubingwa kwa Yanga hii, ile kauli ya Manara inakwenda kutimia miaka 10 ijayo, kwa sababu nakwambia tena, kwa sababu usajili ambao unafanyika, tutaingia kwenye Chifu Zobane, usajili ambao Yanga wanakwenda kuufanya, nisizungumze sana, lakini kwa hiki ambacho Simba alikosea hapa, nafikiri mpaka 2031 tena. Hayo si maneno yangu. Hayo ni maneno ya Chifu Nzobani, Mr. Dominic Salamba. Sasa yawezekana wewe ni shabiki wa moja kati ya hizi timu ambazo zilikuwa zinawania ubingwa siku ya mwisho. Nataka nikufahamishe kwa nini utakiwi kuwa na huzuni, hususan wewe shabiki wa Simba Sports Club. Kwa nini? Taarifa ambazo zimenifikia, hata viongozi tu wa hiyo timu
na wao walikuwa busy kutazama mechi ya Young Africans akikaribishwa na JKT. Kwa maana ipi? Na wao walikuwa wanasubiri kuona ubingwa ukiwa unatangazwa kwenye uwanja wa Isamuyo, na ndicho ambacho amekifanya Zimbwe. Alilitambua hili mapema, naye akajichukulia nafasi yake kwenda kufuata ubingwa ulipo. Na